nimeshamuita Mheshimiwa Deus Sangu, Ofisi ya Rais, Menejimenti ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora. Atafuatiwa na Mheshimiwa Waziri Juma Aweso. Mheshimiwa Festo Dugange ajiandae. Nakushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa fursa hii na mimi kuweza kupata nafasi ya kuchangia hoja mpango wa maendeleo ya taifa na bajeti kuu ya serikali kwa mwaka wa fedha 2025/26. Awali ya yote nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ambaye amenijalia leo kusimama mbele ya bunge tukufu na mimi kuchangia katika hoja hii. Lakini pili, nimshukuru sana na kumpongeza spika wetu wa bunge Dr. Tulia Ackson na wasaidizi wake kwa kazi nzuri walilofanya na kupelekea bunge hili la 12 linalofikia katika kikomo chake kuweza kufanya kazi yenye mafanikio makubwa. Lakini niendelee pia kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuniamini na kuendelea kuniamini katika nafasi ya naibu waziri wa nchi Ofisi ya Rais, Menejimenti ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora. Lakini pia niwashukuru na kuwapongeza waheshimiwa wabunge wote kwa namna ambavyo mmetupa ushirikiano Ofisi ya Rais, Menejimenti ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora. Na hapa kipekee nitambue mchango wa wabunge wakilishi wa wafanyakazi, Mheshimiwa Kamishna Jane Njeri na Dr. Alice Kaijagi. Wamekuwa karibu sana kuwasemea watumishi masuala yanayohusu watumishi wa umma. Mchango wangu utajikita katika mambo makuu mawili: namna ambavyo serikali ya awamu ya 6 ilivyofanya mapinduzi makubwa kwenye sekta ya utumishi wa umma, lakini katika eneo la utawala bora. Nitaanza kwenye utumishi wa umma. Kuna mambo makubwa ambayo waheshimiwa wabunge tumekuwa tukiyasema ndani ya bunge hili kwa sauti kubwa, ambayo kwa unyenyekevu mkubwa Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan alitusikiliza na kwenda kuyafanyia kazi kwa haraka, na tumepata mafanikio makubwa sana kuwahi kutokea katika sekta ya utumishi wa umma katika kipindi hiki cha miaka 4. Waheshimiwa wabunge, mtakuwa mashahidi, tulikuwa tunasemea sana juu ya watumishi wa umma kupandishwa vyeo. Tutakumbuka kupita kipindi hapa zoezi hili lilisitishwa kupita uhakiki wa vyeti feki na watumishi hewa. Lakini kipindi chake cha miaka 4 Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan alikuja kwa kasi kubwa sana, akalirudisha hili zoezi la upandishaji vyeo, na kwa kipindi cha miaka 4 tayari jumla ya watumishi 476,470 walipandishwa vyeo, na fedha ambazo zimetumika katika zoezi hili ni bilioni 689.9. Ni mafanikio makubwa sana ndani ya kipindi cha muda mfupi. Lakini pia tulikuwa na kelele nyingi hapa bungeni na wabunge wengi mmekuwa kipaza sauti juu ya malimbikizo ya mishahara ya watumishi. Ni jambo ambalo Mheshimiwa Rais amelifanya kwa kasi kubwa sana. Katika kipindi cha mwaka 2021-22 Mheshimiwa Rais alilipa jumla ya shilingi bilioni 318.3 kwa ajili ya watumishi wa stafu wapatao 187,152. Lakini pia watumishi wengine wa umma ambao walikuwa na malimbikizo ya mishahara wapatao watumishi 130,443 nao walilipwa kiasi cha shilingi bilioni 226.46 kama malimbikizo ya mishahara. Ni jambo kubwa ambalo ndani ya miaka 4 hii ni fedha nyingi ambazo Mheshimiwa Rais aliamua kuzitoa ili kuondoa kero hii kwa kiasi kikubwa. Na hata hivyo katika bajeti ya mwaka wa fedha ujao 2025/26 ataendelea kulipa malimbikizo haya ya mishahara, na kwa mwaka huu tunaofunga Juni tayari kuna fedha imetengwa kwa ajili ya kuendelea kulipa malimbikizo ya mishahara ambao watumishi wamekuwa wakidai. Lakini Mheshimiwa Rais ameonyesha jambo kubwa la kiungwana sana kwa watumishi wa umma hapa Tanzania. Katika mwaka wa fedha 2022/23 alichukua jukumu la kuongeza kima cha chini cha mshahara kutoka shilingi 300,000 mpaka 370,000. Na hapa watumishi ilikuwa kama ongezeko la 23.3. Lakini isitoshe, Mei Mosi ya mwaka huu Mheshimiwa Rais pia amewastajabisha watumishi wa umma. Amepandisha pia mshahara kima cha chini kutoka shilingi 370,000 mpaka shilingi 500,000, ambao ni sawa na 35.1. Ni ongezeko kubwa la kihistoria, halijawahi pata kutokea mshahara kima cha chini kupandishwa kwa kiwango kikubwa hivyo cha 35.1. Tumpongeze sana Mheshimiwa Rais kwa kuwapenda Watanzania. Lakini katika bunge hili waheshimiwa wabunge mlipiga kelele sana kuwatetea watumishi wa umma wanufaika wa bodi ya mikopo ya elimu ya juu. Na hapa mwalimu wangu Mheshimiwa Esther Matiko aliongelea habari ya watumishi waliokuwa wanakatwa tozo ya 6% kwenye mikopo waliokopa.
Mheshimiwa Rais aliwasikiliza waheshimiwa wabunge na alifuta ile tozo ya bodi ya mikopo elimu ya juu, na kwa kufanya hivyo serikali ilisacrifice trilioni 1.1. Ingekuwa Mheshimiwa Rais hawahurumii Watanzania huruma au watumishi hao, angesema hii trilioni 1.1 niipeleke kwenye mfuko mkuu wa hazina ikafanye mambo mengine. Lakini kwa kuwasamini Watanzania wafanyakazi wa umma, alitoa hii 6% na kupelekea fedha trilioni 1.1 ikaenda kwa watumishi wa umma na kuweza kuboresha maisha yao. Lakini ukiachia hiyo, tuliongelea swala la pay as you earn. Ilitoka 9% kuja 8%, ambao ni sawa na msamaha wa 1%. Sasa mtu anaweza kusema 1% ni ndogo, lakini impact yake ni nini? Kwa kila mwaka serikali imesacrifice bilioni 14.78 ambazo zingeingia kwenye mfuko mkuu wa hazina, lakini Mheshimiwa Rais kwa upendo wake mkubwa kwa watumishi wa umma ameacha hiyo 1% ingie kwenye mishahara yao kama msamaha kwenye pay as you earn. Lakini kiachia hapo, waheshimiwa wabunge mlilalamika sana juu ya umri wa wanufaika katika wategemezi kwenye NHIF, bima ya afya. Mheshimiwa Rais alilisikiliza jambo hili na baadaye akatoa umri wa kutoka miaka 18 mpaka miaka 21. Na hii serikali kwa kufanya hivyo tayari walionufaika ni watoto 65,353. Na kifedha implication yake ni nini? Serikali imetumia gharama ya ziada bilioni 3.7 imetumika, ambayo ingeingia kwenye mfuko mkuu wa hazina, lakini Mheshimiwa Rais kwa upendo kwa watumishi wa umma imeenda kuwahudumia watoto 65,000 walioongezeka baada ya kubadilisha umri kutoka miaka 18 mpaka miaka 21. Lakini hatujaishia hapa. Kelele kubwa imekuwa ikipigwa ndani ya bunge hili juu ya ajira mpya. Na katika kipindi hiki cha miaka minne, Mheshimiwa Rais ametoa vibali vya ajira 1,149,000 vijana wetu wameajiriwa. Na isitoshe, katika bajeti mliotupitishia hapa Ofisi ya Rais, Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora, tayari Mheshimiwa Rais alituelekeza tuweke bajeti tena katika mwaka ujao wa kuajiri ajira mpya 45,000. Ni mafanikio makubwa ambayo yanaonyesha dhamira ya dhati ya Mheshimiwa Rais ya kuwapenda vijana wetu ili waweze kuingia katika utumishi wa umma, na kwa kadri fedha inavyopatikana na uimarikaji wa uchumi ameonyesha kweli ana upendo kabisa na kutoa vibali vya ajira hizi mpya. Lakini pia niongelee swala la utawala bora. Swala la utawala bora limeimarika kwa kiasi kikubwa sana, na hasa taasisi zetu zinazosimamia dhana ya utawala bora. Mfano, taasisi yetu ya TAKUKURU, waheshimiwa wabunge mmekuwa mkiongelea sana hapa bungeni mkisema wana upungufu wa vifaa, lakini Mheshimiwa Rais alitoa fedha bilioni 39.17 kwenda kununua magari mapya 195 kwa ajili ya kuboresha utendaji kazi wa taasisi yetu ya TAKUKURU. Na magari hayo tayari 88 yameshafika, na hivi karibuni yataingia magari mengine mapya 107. Hivi tunavyoenda kwenye michakato ya uchaguzi, tayari magari yetu 195 yatakuwa barabarani, ili pia zoezi hili liweze kufanyika vizuri, kwa sababu Mheshimiwa Rais pia anapenda uchaguzi huu ukafanyike vizuri na Watanzania waweze kuwapata viongozi walio bora. Lakini pia kwa kuiwezesha hii TAKUKURU ameweza kuipatia pia ujenzi wa ofisi katika wilaya mpya za TAKUKURU, wilaya 22. Ofisi 12 zimeshakamilika na ofisi 10 katika wilaya 10 ziko katika hatua za mwisho kukamilika. Lakini mikoa 5 ofisi mpya zimejengwa, ambapo ofisi 3 za mikoa 3 zimekamilika na ofisi 2 katika mikoa hiyo 2 ziko katika hatua ya mwisho. Lakini jengo la makao makuu liko katika hatua la mwisho, ambao hivi litakamilika hivi karibuni, na tutahamia katika jengo hilo jipya la TAKUKURU. Lakini TAKUKURU pia ilikuwa na changamoto kubwa ya watumishi. Ndani ya kipindi kifupi hiki TAKUKURU imeweza kuajiri watumishi 1190, na hii inaongeza nguvu ya kwenda kupambana na kuzuia rushwa huko. Kwa hiyo timu hii kubwa imeingizwa, na hivi juzi tu waliajiriwa vijana wapatao 434 wanaingia kazini katika jambo la kupambana na rushwa na kuboresha hii taasisi yetu ya TAKUKURU. Lakini pia katika mafanikio makubwa yote yaliyofanyika kwenye taasisi ya TAKUKURU, imeweza kuisaidia TAKUKURU katika kuzuia tu, imeokoa fedha za serikali zilizorejeshwa serikalini takriban bilioni 2.5 ambazo zilikuwa zipotee kutokana na mambo ya rushwa na ubadhirifu. Kwa kweli tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuwekeza kwenye taasisi hii nyeti. Lakini pia imetaifishwa mali zile za mazalia ya uhalifu, mali zipatazo shilingi bilioni 35.6
ambazo zinajumuisha viwanja, magari na fedha taslimu. Na hii inaonyesha namna gani ambavyo Mheshimiwa Rais amekuwa kinara wa upambanaji dhidi ya rushwa hapa nchini. Na hii imetufanya pia TAKUKURU katika rank Afrobarometers inayopima viwango vya improvement kwenye masuala ya upambanaji na rushwa, viwango vya TAKUKURU, taasisi yetu katika bara la Afrika, imeenda kukaa viwango vya juu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa sababu ya muda, nashukuru kwa nafasi hii, naomba niunge mkono hoja. Asante sana Mheshimiwa Deus Sangu. Nilishamuita